Karibu ndugu mtazamaji wa Emagreth Channel. Karibu tena kwenye mwendelezo ule ule wa mada zetu za mahusiano na ndoa. Mara ya mwisho tumezungumza kuhusu namna ya kuchagua mwenza sahihi na tukaona mambo mengi sana kuhusu uchaguzi wa mwenza sahihi. Karibu tena kwa mara nyingine. Leo tunazungumza aina za upendo. Mara nyingi sana umekuwa ukisikia watu wanasema napenda wali maharage, nampenda mama yangu, nampenda mke wangu, napenda kanisa letu, nampenda mtu fulani. Lakini hawana maana ya upendo ule ule ambao unaweza ukauchanganya huku na huku. Kwa leo ndo mada ambayo tunakwenda kuzungumza. Endelea kuwa nami mpaka mwisho wa series za video hizi zinazohusu upendo. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Saini, mtaalamu na mwalimu wa masuala ya mahusiano pamoja na ndoa. Tunaposema aina za upendo, tunazo aina kuu 4 za upendo ambayo tunaita love. Sasa kabla hatujajua, tujue kwanza upendo kiasili ni nini. Upendo ile ni hali ya ndani ya kihisia ya kuvutiwa na mtu au kumtendea mema au kuwa na utu na mtu. Sasa kwa sababu upendo unaweza kuelezwa kwa namna tofauti tofauti, ndio maana leo tunakutana na hii mada ambayo nataka leo nikufundishe na uweze kuelewa kabisa. Ili kuna baadhi ya migogoro ambayo unakutana nayo kwenye mahusiano pamoja na ndoa, unaweza ukaifuta kabisa kwa sababu umeshajua kipi kinamaanisha kipi. Kwa mfano, siku moja nilikuwa nimehudhuria sherehe ya harusi. Sasa baada ya baba harusi alizua tafrani, alizua sintofahamu ndani ya ukumbi wa harusi. Amepewa maiki kuzungumza. Basi akawa anawakaribisha baadhi ya marafiki zake wa kike ambao walikuwa ni kikundi kama cha watu 3. Sasa wakati anawakaribisha akasema, jamani, naomba kuwakaribisha watu ninaowapenda sana na kuna mmoja anaitwa fulani, anampenda sana yule mtu. Lakini bibi harusi alibadilisha muonekano wa lugha yake ya mwili na kuashiria kutopendezwa au kuna kitu akajisikia ndani kwamba inaonekana kuna mwanamke tena mwingine anampenda sana, inakuwaje? Kwa hiyo kaleta sintofahamu. Lakini leo nataka nikuweke wazi ili sintofahamu kama hizi zisiwepo kabisa. Aina ya kwanza ya upendo ni upendo wa filia. Nikisema upendo wa filia, maana yake katika lugha zetu zina changamoto. Kwa mfano lugha yetu ya Kiswahili, neno moja na kupenda ndio linaweza likaelezea vitu vyote tunavyovipenda. Haijalishi ni vitu, haijalishi ni watu, haijalishi ni mama, haijalishi ni baba, ni mke, ni watoto, lakini litatumika neno moja lenye mzizi wa penda. Lakini kwenye lugha zetu, kwenye lugha zile za zamani, nazungumzia lugha ya Kigiriki, wao wana neno linaitwa philia. Philia linatokana mzizi wa neno philima. Philima maana yake to kiss au kumbusu. Ndio maana kwa wenzetu kumpiga busu mwenzake sio tatizo, kwa sababu inatokana na neno philia au philima lenye maana ya upendo wa kirafiki. Kwa hiyo philia ni upendo, ni aina ya kwanza ya upendo wa kirafiki. Ni upendo uliopo kati ya marafiki. Maana yake ni kwamba ni upendo ambao unatokana tu na favor, unatokana na mvuto uliopo kati ya mahusiano ya watu na watu. Ni upendo fulani wa kiungwana. Hiyo ndo philia. Kwa mfano mimi na rafiki yangu mmoja. Huyu rafiki yangu tumeanza naye safari yetu ya kuanza maisha ya pamoja. Tulikutana shule ya sekondari. Basi tukaendelea kuwa pamoja mpaka familia zikafahamiana. Yaani ni mtu ambaye unapozungumzia sasa hivi ni mtu wangu wa karibu sana. Pengine kuna baadhi ya mambo mengi sana namshirikisha na tuko pamoja na hata ya kwake. Sasa ule upendo ulionao, upendo nilionao kwake au alionao yeye kwangu, haimaanishi ni upendo ambao unaweza ukawa sawa na upendo ninaompenda mke wangu au upendo ninaompenda mama au upendo ninaowapenda watu wengine. Ni upendo fulani wa kipekee, lakini ndio huu upendo tunaosema wa kirafiki. Kwa usije ukachanganya kabisa. Ukiona rafiki yako anakuambia nakupenda sana, awe wa kiume au wa kike, maana yake pengine anaeleza katika namna ya upendo wa filia, upendo ambao ni unaokuwepo kati ya marafiki. Sio upendo wa mapenzi,
sio upendo wa kihisia sana, na sio upendo wa aina nyingine, ila ni upendo wa kipekee ambao tunasema unadumu kati ya marafiki, na ni upendo ambao marafiki wanakuwa wanavutiwa kila mmoja kutenda wema kwa ajili ya mwenzake. Yaani unavutiwa kutenda wema kwa ajili ya rafiki yako na anapovutiwa kutenda wema kwa ajili yako, huo ndio urafiki unaowaunganisha nyie watu wawili. Huu tunasema ni upendo wa filia. Upendo namba 2, huu ni upendo kwa asili ya neno la Kigiriki. Sasa huu upendo unaitwa stego. Upendo wa aina ya stego ni upendo unaodumu kati ya ndugu au kati ya familia. Upendo huu unaodumu kati ya wanafamilia ni upendo ambao mtu unaweza kusema kwamba anampenda sana mama, anampenda sana baba. Sasa kulingana na lugha yetu ya Kiswahili, kwa mfano, sio rahisi sana mtoto wa kiume kumpigia simu baba na kumwambia baba nakupenda sana. Ni like ina sound au inasikika katika namna isiyo ya kimaadili, katika namna isiyo ya kawaida. Lakini ukweli ni kwamba upendo ambao unampenda mama, unampenda baba, unawapenda ndugu zako, haufanani kabisa na upendo ambao usema wa kirafiki. Ni upendo ambao wewe haushawishiwi mtu kumpenda wala hauvutiwi, bali ni upendo wa kiasili unaowajibika wewe. Kwa mfano, siku moja nilikuwa natoa story. Ni mara nyingi sana tumesikia hawa bodaboda au wanaofanya biashara usafirishaji kwa njia ya pikipiki wanapata ajali sana, pengine kwa uzembe wao au kwa kutokuwa makini, au pengine kweli ajali za bahati mbaya zingine za kusababishiwa. Lakini sasa kulingana na kwamba vijana wengi wanapoendesha hizi pikipiki, pengine wanashindana, wanatembea mwendo mkali wakiwa wamelala flat kwenye pikipiki pale, jambo ambalo linafanya wanasababishiana ajali, wanaanguka na pengine mtu anafariki kwa sababu ya ajali na imetokana na uzembe wake binafsi. Kwa hiyo ukienda hospitalini, madaktari na manesi wamezoea kupokea kesi hizo za bodaboda akiwa amepata ajali na chanzo ni kwamba alikuwa anashindana, amelala flat na wanakimbizana kwenye barabara yenye watu wengi. Kwa unakuta ni ajali ambayo amejisababishia mwenyewe. Sasa hawa madaktari wanakuwa wanafurahia tu, wanasema wewe acha wakimbizane, wakipata ajali tutakuja tutawahudumia, na pengine hawahudumii kwa haraka kwa sababu wanajua ni ajali ambazo wamesababisha kwa ujinga wao wenyewe. Sasa nikawa nasema kwamba hiyo inaweza kuwa nzuri sana kama aliyepata ajali sio ndugu yako. Hata kama amepata ajali ni ndugu yako na ni kwa uzembe na ni kwa makusudi, walikuwa labda wamebebana 4 au 5 kwenye pikipiki moja, wanatembea spidi ya 90 wakapata ajali, au walikuwa wanafanya mashindano wamelala flat kwenye zile pikipiki wanakimbia wamepata ajali. Sawa, uzembe ni wa kwake, lakini bado itakuuma kwa sababu ni mtu ambaye unampenda kiasili, haukuvutiwa, haukushawishiwa, bali ni ndugu. Kwa ni upendo unaokuja kwa asili kwa sababu ni ndugu yako. Kwa hiyo hii usichanganye kabisa na upendo ambao ni wa kirafiki. Ndio maana katika lugha ya Kigiriki au katika lugha za wenzetu wameweza kabisa kutofautisha aina hizi za upendo. Jinsi nitakavyosema nampenda rafiki yangu ni tofauti kabisa nitakavyosema nampenda baba, mama, kaka, dada na ndugu wengine wa familia. Huo ulikuwa ni upendo namba 2. Upendo namba 3. Huu ni upendo wa eros. Upendo wa eros huu, haya yote ni maneno ya Kigiriki. Katika lugha ya Kigiriki, wao wakitaka kuelezea au wakitaka kumwambia mtu nakupenda katika hali ya kimapenzi, hasemi stego wala hasemi filia, anaenda moja kwa moja kwa kusema kwamba anasema kwa kutumia neno eros, kwa sababu anajua eros ndio litafikisha ujumbe haswa ambao anataka kumfikishia huyu mtu, na huyu mtu atajua lengo dhahiri la huyu mtu, kwa nini ananipenda kwa namna gani. Ndio maana sisi tunapata, hasa vijana wanapata wakati mgumu sana pale anapojaribu kujieleza labda kwa binti kwamba anampenda. Yule binti ni lazima aulize unanipenda kwa namna gani, au unanipenda upendo wa aina ipi, wa kirafiki, wa kimapenzi, au ni upendo wa aina gani? Kwa sababu lugha yetu sisi iko finyu, neno moja linatumika kueleza mambo mengi sana. Kwa inabidi ujieleze kwa kina ili uweze kueleweka unampenda huyu mtu kwa upendo wa aina gani. Lakini katika wenzetu neno eros ni neno ambalo linatokana na miungu ya wakati huo.
Miungu ya wakati huo, moja ya mungu wao aliyekuwa anahusika na masuala ya uzazi, masuala ya ngono, masuala ya hisia za mapenzi, aliitwa mungu Eros. Ni mungu aliyekuwa anahusika na masuala mazima ya uzazi, ngono pamoja na hisia za mapenzi na mivuto mbalimbali ya kihisia. Sasa watu walipokuwa wanataka kuabudu kwa mungu wao, walikuwa wako halali kuchukuana na kwenda kufanya mapenzi katika altari ya mungu Eros. Kwa likaja neno Eros ambalo ndio likawa linaelezea aina huu ya upendo wa mvuto wa kihisia, upendo wa mvuto wa kingono, wa kimapenzi, ambao ni upendo ambao sofa huwa haudumu sana. Ni upendo ambao unakuja na kutoka kulingana na kwamba ni unaamshwa na kemikali za mwili ambazo zinakupelekea kuvutiwa na mtu. Ukishavutiwa na mtu, basi ndo unaanza kutengeneza ile hali ya kujihisi unampenda. Lakini kuna wakati hiyo hali ya kujihisi kumpenda inaweza ikatoka, pengine baada ya kutimiza haja yako, pengine baada ya kukipata kile ulichokuwa unakitafuta. Upendo huu unaitwa Eros. Kwa hiyo vile vile hautakiwi kabisa kuchanganya kati ya upendo wa kindugu, upendo wa kirafiki na upendo huu wa Eros. Upendo huu wa Eros sharti lake ni kwamba mtu avutiwe na wewe, mtu avutiwe na jinsia nyingine, mtu awe na hisia za kimapenzi, ndipo aeleza sema bwana, mimi nakupenda. Kwa nini? Kwa sababu tu ya zile hisia za mvuto alizozipata. Hiyo ni aina ya tatu. Aina ya nne ni ule upendo ambao tunasema huu ndo upendo wa kuamua kumpenda mtu. Sio kwa sababu hisia zako zinasema, wala si kwa sababu ni ndugu yako, wala si kwa sababu ni rafiki yako, bali ni wewe kuamua kumpenda mtu yeyote yule bila masharti yoyote yale. Huu ni upendo, ndo upendo ambao tunasema upendo wa agape. Upendo wa agape nao unatokana na kiini kile kile cha maneno ya Kigiriki ambalo neno agape linaelezea upendo ni upendo kwanza wa kiungu, wa kiimani, wa kumpenda mtu bila masharti yoyote. Ni upendo ambao hauna sababu ya kumpenda mtu. Hata kama alikuwa hastahili, unampenda tu. Siku moja nilikuwa namsikiliza dada mmoja, alikuwa ananiambia kwamba mimi mume wangu ni mlevi, anarudi usiku, hata fedha ya matumizi haleti, na tunagombana kila siku kwa ajili ya hizo tabia zake, kwa sababu ulevi huwa utengani na umalaya. Mume wake ni malaya, mume wake ni mkorofi, analewa, kirudi anampiga, na hana muda wa kukaa na familia, na mambo mengi sana ambayo ni kinyume na maadili ya ndoa. Sasa amekuja yeye dada kutaka ushauri afanye nini, na amefikia katika hali hiyo. Je, waachane? Unakuta jawabu si kuachana. Basi wafanye nini? Sasa hapa ndipo nakuja kusema kwamba Yesu anaposema kwamba wapendeni adui zenu, muwaombee wanaowaudhi. Hii alimaanisha kwamba umpende mtu hata kama hastahili kupendwa, kwa sababu upendo unazaa upendo. Kwa hiyo kama mtu utampenda katika hali aliyonayo, katika tabia alizonazo, katika kila namna ya ubaya alionao, lakini bado unampenda, huo ndio upendo wa kuamua kumpenda mtu hata kama unaona hastahili kabisa kupendwa, hastahili kabisa kuheshimiwa, wala hastahili kabisa huyu mtu kumjali, lakini unaamua kuchagua hivyo. Kwa nini? Kwa sababu katika neno hilo la Kigiriki lilielezea upendo huu kuwa ni kiwango cha juu kabisa cha upendo ambacho unaweza kumpenda mtu. Kumbe upendo wa aina ya kwanza wa kirafiki, upendo wa aina ya pili wa kifamilia, upendo wa aina ya tatu wa kingono, na upendo huu wa aina ya nne. Kati ya pendo zote hizi nne ni upendo mmoja tu ambao tunasema ni level za juu. Yaani kama ilikuwa ni form 1, form 2, form 3, basi form 4 ya upendo ni upendo wa agape, ni upendo wa wema. Yaani unatafuta wema katika mabaya. Ndio jinsi ambavyo nasema hivi kwa sababu hata katika maandiko ndo neno pekee ambalo limetumika kuelezea jinsi ambavyo Yesu alitaka sisi tupendane. Kwa mfano aliposema kwamba amewafundisha haya ili ametufundisha hayo yote ili na sisi tupendane kama alivyotupenda yeye. Neno lililotumika pale ni agape, ni upendo ambao licha ya kuwa sisi ni wakosefu, licha ya kuwa sisi tunakosea, tunaanguka, tuna matamanio mengi sana, lakini bado anachagua kutupenda. Hii ndio upendo wa agape, ndio upendo pekee unaodumu. Huwezi ukalinganisha na aina zingine kabisa
za upendo. Asante sana. Nimejaribu kukupa hizo aina 4. Natumaini utaendelea kuwa na mimi katika video zinazofuata. Endelea kutazama Emma Great Channel. Tukutane tena wakati mwingine ambapo nitakuwa naelezea upendo utakaofanya ndoa yako kudumu. Upendo utakaoifanya ndoa yako idumu. Asante sana, bye bye, mpaka wakati mwingine.